Hii ni Charles Beda TV na hapa tuko moja kwa moja kata ya Olorien katika ziara ya mheshimiwa diwani wa kata hii ya Olorien, Mheshimiwa Henry Nantare Sikoi. Tafadhali kabla kusonga mbele zaidi kukuletea habari hii, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe wa kwanza kupata habari punde zitokeapo. Bonyeza subscribe hapo kwenye Charles Beda TV. Diwani wa kata ya Olorien, Mheshimiwa Henry Nantare Sikoi amefanya ziara katika kituo cha afya cha Olorien kilichopo katika kata hiyo ya Olorien na kupokelewa na mwenyeji wake Dr. Sostenes Emmanuel, mganga mfawidhi wa kituo hiki cha afya Olorien. Katika ziara hii, Mheshimiwa Henry Nantare Sikoi amefuatana na mkewe, pia alifuatana na mtendaji wa kata hii ya Olorien Charles Sikoi, wataalam pamoja na watu wengine mbalimbali. Katika ziara hii, Mheshimiwa Diwani Henry alianza kwa kuwatembelea, kuwajulia hali, kwa mkono wa pole wagonjwa mbalimbali ambao walikuwa wakipatiwa matibabu katika kituo hiki cha afya. Kadhalika, Mheshimiwa Diwani Henry pia alipata nafasi ya kutembelea na kuona ni kwa jinsi gani wagonjwa wanaopatiwa matibabu ama huduma za matibabu katika kituo hiki cha afya, ambapo mganga mfawidhi alimwelezea jinsi ya uendeshaji wa shughuli mbalimbali katika kituo hiki cha afya. Baada ya kukamilika kwa zoezi hili, Mheshimiwa Diwani Henry Nantare Sikoi, yeye pamoja na mkewe waligawa vifaa mbalimbali kwa wagonjwa waliokuwa katika hospitali hiyo, hususan wakina mama wajawazito, vifaa ambavyo wangewasaidia wao binafsi wakina mama hao, lakini pia na watoto wanaotarajia kujifungua. Dr. Sostenes Emmanuel. Kwa majina Dr. Sostenes Emmanuel, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Olorien. Binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema mpaka hivi sasa, lakini pili namshukuru mama ambao walipewa zawadi hizo, nao walimshukuru sana Mheshimiwa Diwani. Tunasema asante, maana pia akiongea mara baada ya kukabidhi vifaa hivyo, Mheshimiwa Mama Diwani naye aliongea. Mimi ni Mama Diwani, nimemsindikiza diwani kusalimia watu maeneo haya ya kituo cha afya Olorien. Ninafurahi kuona wamama wanapambana, hospitali ni nzuri, ni safi. Henry Nantare Sikoi akiongea lengo hasa la ziara hiyo, alikuwa na haya ya kusema. Kipekee mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii aliyopatia leo kuja mahali hapa kutembelea kituo hichi cha afya cha Olorien. Niwashukuru na wajumbe wa kamati ya maendeleo walionituliza mahali hapa. Nilisema nije kidogo niwaguse baada ya wagonjwa na zawadi hii, kwa zawadi hizi ambazo na mimi nimeweza kuzipata. Niwashukuru wote waliokuja, wakina mama waliofika mahali hapa. Niwashukuru sana. Nimeona zanati ni nzuri, ni ya kisasa. Nilipokea changamoto kwa daktari mkuu za njia, mashine ya ultrasound, ameniambia mnaenda Seliani kutafuta ultrasound, na pia alitoa changamoto ya theater. Yote hiyo nimeshapata, amenipa changamoto kama 10 ambazo kuna zingine ambazo ziko ndani ya uwezo wetu na zingine taziwasilisha serikalini kule. Na naamini kwamba hii rais wetu yuko na kasi ya kutamani wananchi wapate huduma ambayo ni nzuri. Pia nimshukuru rais kwa jambo hili la kipekee la kutupatia zanati katika eneo letu hili. Ni jambo ambalo kwa kweli ni la kuimarisha jamii yetu ambayo hatakuwa nayo. Hii kliniki hatakuwa nayo, lakini sasa tubali kidogo na kliniki ambayo iko karibu na kitongoji chetu. Sina mengi kusema, niseme tu na asanteni na niwaahidi tuko pamoja. So la njia tutashirikiana na mtendaji, tutalipata hiyo, maana iko ndani ya uwezo wetu. Na pia nimekuja na mtaalamu wa echo
Mr. Boni. Nilimuomba Boni aje, kwani mtaalamu wa mazingira ambaye pia tutasikia nao. Kuna engineer ambaye yuko kwao ambaye nilimuomba aje nisaidie tuangalie ile eneo la mafuriko na tuangalie chanzo ya maji pale na magani tutavuna yale maji. Zamani yale maji tuyavune alafu tuyatumie kwa ajili ya vijana. Tukuze mboga, tukuze vitu vidogo tu ambavyo vinaingiza pesa kwa vijana. Najua ni ngumu, lakini uzuri moja tuna maeneo tunatumia ile tu kuelekeza maji yaende kwenye maeneo ya watu. Kwa hiyo nadhani akishakuja ile engineer, ndio na mimi namuita engineer wa mashauri, ikiwa tayari tuna picha kwamba tunakwenda kufanya nini. Siwezi muita tu na mimi sijui kinachoendelea nini. Kwa hiyo nishamuomba engineer, alikuwa nafasi ya kuja leo, lakini ameahidi atakuja. Na Mr. Boni amekuja kuangalia mazingira kwa ajili ya kupanda miti. Kuna majani kwa na discuss pale inaitwa shires. Ile inasaidia vitu vingi. Mama mjamzito akipika kama mboga anapata maziwa mengi. Mtu mwenye shida ya kisukari, mwenye shida ya pressure, na kuna chai yake pia. Unachemsha unakunywa chai. Ni nzuri sana. Na pia unaweza kuipanda kama fence. Na haina madhara, haihitaji maji. Ile inataka pale nyumbani ukitoa mche mmoja tu unashangaa unavuna kila siku. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Tuko pamoja. Mungu awabariki sana.